Hello, habari, karibu katika channel yetu ya JWC Herbal Clinic. Anaitwa Dr. Jimmy. Leo tutaongelea changamoto ya maumivu ya kichwa kwa upande wa kina mama wajawazito. Na maana wamama wajawazito wamekuwa wakipata changamoto ya maumivu makali ya kichwa mara kwa mara, hasa kwenye ile trimester ya kwanza na trimester ya tatu. Hapa nitaelezea sababu ambazo zinapelekea maumivu ya kichwa wakati wa ujauzito, lakini mwishoni nitaelezea pia namna ya kuondokana na changamoto hiyo. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa wa kwanza kupata dondoo za kiafya ambazo tunazituma kila siku. Na nikumbushe, kama una changamoto ya kiafya ambayo imekuwa ikutesa mara kwa mara na hujui namna ya kuondokana na hiyo changamoto, basi usisahau kutujulisha hapo chini kwenye comment ili tuweze kuona namna ya kuondokana nayo. Tutaangalia sababu ya kwanza ambayo inapelekea maumivu ya kichwa kwa ujauzito, maumivu makali ya kichwa. Sababu ya kwanza huwa tunasema ni mzio na msongamano wa pua. Huwa tunasema mama akiwa mjamzito, basi mabadiliko ya mwili pia yanaweza kusababisha pua zake ya kuziba, na zikishaziba basi huwa zinapelekea maumivu ya kichwa makali. Lakini sababu ya pili ambayo inapelekea maumivu makali ya kichwa ni pressure, shinikizo la juu la damu. Shinikizo la juu la damu ambayo tunasema ni high blood pressure, basi huwa inapelekea pia changamoto ya kichwa kuuma na miguu kuvimba. Kwa hiyo kwa mama mjamzito akipitia hayo mabadiliko ya miguu kuvimba lakini na kichwa kuuma, basi huwa yamesababishwa pia na shinikizo la damu. Lakini pia kuna mabadiliko katika mfumo mzima wa damu, na mabadiliko katika mfumo mzima wa damu pia, ambao pia damu inaweza ikaongezeka au damu kupungua, pia inapelekea changamoto hii ya maumivu ya kichwa kwa mjamzito. Kwa hiyo kama ikitokea changamoto kwenye mfumo wake wa damu, basi pia inapelekea maumivu ya kichwa. Lakini pia sababu nyingine ni upungufu wa sukari mwilini. Kwa hiyo kutokana na yale mabadiliko, ikitokea mjamzito hajatumia vile vyakula ambavyo vinazalisha sukari ya kutosha mwilini na sukari ikapungua, basi inaweza kusababisha pia maumivu ya kichwa kwa mama mjamzito pia. Lakini pia mabadiliko ya homoni, tunasema anapokuwa na mama mjamzito anapobeba ujauzito, basi huwa kuna mabadiliko ya homoni ambayo hutokea. Mabadiliko hayo ya homoni huwa yanapelekea homoni ya uzazi ambayo tunasema progesterone kuwa nyingi sana au kuzalishwa kwa wingi mwilini. Kwa hiyo pia inaweza kusababisha changamoto ya maumivu ya kichwa makali kwa mama mjamzito. Lakini pia msongo wa mawazo, wasiwasi na woga. Mama mjamzito akiwa na wasiwasi, msongo wa mawazo, lakini akiwa muoga pia inapelekea changamoto hii ya maumivu ya kichwa kwa kina mama. Lakini pia kukosa usingizi. Kukosa usingizi, unakuta wamama wengi wajawazito wanakosa usingizi usiku. Kwa unapokosa usingizi usiku inapelekea kichwa kuuma. Lakini hiyo pia sio kwa upande wa wajawazito, hata wewe usipopata usingizi wa kutosha pia itakupelekea kichwa kuuma. Lakini mwishoni ni kutofanya mazoezi. Wamama wajawazito tunawashauri sana muweze kuwa mnafanya mazoezi. Yale mazoezi basi yatawasaidia kuweza kuondokana na changamoto ya maumivu ya kichwa, kwa sababu ukifanya mazoezi basi ile blood circulation itaweza kuwa sawa. Blood circulation ikisha kuwa sawa, basi ujue maumivu ya kichwa utaweza kuondoka nayo, kwa sababu baadhi ya chanzo cha maumivu ya kichwa ni changamoto kwenye mfumo wa damu. Kwa maana blood circulation, ule mzunguko wa damu, inapotokea mabadiliko, basi ujue itapelekea changamoto hiyo ya maumivu ya kichwa. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya sababu ambazo zinapelekea mama mjamzito kuweza kupata maumivu au kuweza kupitia maumivu
makali ya kichwa au kichwa kuuma. Sasa tutaenda tuangalie tiba, vitu gani unatakiwa ufanye ikiwa mama mjamzito anapitia changamoto ya maumivu makali ya kichwa. Kitu namba moja ambayo ni sababu moja ambayo tumesahau ni maji kupungua. Maji kupungua mwilini. Kwa hiyo ikitokea mwilini maji yakapungua pia, ambayo tunasema dehydration, inapelekea pia changamoto ya maumivu ya kichwa. Maji kupungua, hata kwa sisi ambao hatubebi ujauzito, hata kwa wewe ambaye sio mjamzito, pia kichwa kikiwa kinakuuma mara kwa mara, jua kabisa maji pia yanaweza kuwa yanapungua ndani ya mwili wako. Sasa ni vitu gani vya kufanya kuondokana na changamoto? Kitu cha kwanza ni kunywa maji ya kutosha. Yaani tuanzie tu hapo. Maji ya kutosha, tunajua mwili wa binadamu asilimia karibia 75 ya mwili wa binadamu ni maji. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya ni kupata maji ya kutosha. Mama mjamzito, hakikisha unakunywa maji ya kutosha. Maji ya kutosha yataweza kukusaidia wewe kuondokana na changamoto ya maumivu ya kichwa. Lakini namna ya pili ni kupata usingizi wa kutosha na punguza wasiwasi, stress. Yaani uwe na usingizi wa kutosha, lakini pia upunguze msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo, kwa sababu ukiwa na msongo wa mawazo basi utapelekea changamoto ya maumivu ya kichwa. Lakini tulia kwenye chumba ambacho kina hewa safi, lakini pia kina hewa safi ambacho kinaweza ikawa kina madirisha makubwa ambayo yanasababisha yanaruhusu hewa kuingia ndani. Hewa ikiweza kuingia ndani, hewa safi na ukiwa umetulia, basi ni namna nyingine pia ya kuondokana na changamoto ya maumivu ya kichwa. Tumia vyakula vyenye sukari ili sukari yako isiweze kushuka. Tunasema sukari ikipungua mwilini au sukari ikishuka mwilini, basi inapelekea changamoto ya maumivu ya kichwa kuuma kwa mjamzito. Kwa hiyo hakikisha unapata sukari, unapata vyakula vyenye sukari ya kutosha. Yale matunda yanayozalisha sukari ya kutosha, basi itakaa bomba, itakaa sawa kabisa. Lakini suluhisho jingine ni kufanya huyu mtu umfanyie massage ya shingo, massage ya mabega na uti wa mgongo kwa ujumla. Haya ni mazoezi mazuri ambayo ukimfanyia mjamzito basi ataondokana na hiyo changamoto. Lakini pia namna nyingine ya kuondokana na maumivu ya kichwa kwa huyo mama ambaye ni mjamzito, basi mpatie chai mara kwa mara ambayo inaweza ikawa imewekwa mchai mwingi na tangawizi. Huyu mama aweze kutumia at least glasi moja asubuhi, glasi moja mchana na glasi moja jioni. Hii ni chai moja nzuri sana ambayo imekuwa ikiwasaidia wanawake kuondokana na changamoto ya maumivu ya kichwa au kichwa kuuma na mara kwa mara. Lakini mwisho nikumbushe wewe mjamzito, basi tunajua wajawazito mara nyingi kesi zao kubwa zipo kwenye damu, upungufu wa damu mwilini. Damu ikipungua mwilini basi inasababisha changamoto ya maumivu ya kichwa na zile homoni kuvurugika. Sasa ni rahisi tu utakachofanya ukiwa hapo nyumbani baada ya kupata hayo maelekezo yote. Tafuta beetroot au rosera. Beetroot wengi watafahamu, tazionyesha kwa picha hapo, lakini pia na rosera. Beetroot na rosera, hivi ni vitu ambavyo vimekuwa vikisaidia kuondokana na changamoto ya upungufu wa damu. Ndio maana ukiwa mjamzito utapewa zile dawa tunazoita folic. Na maana zile folic kwa ajili ya kuendesha kwa ajili ya kuongeza damu mwilini. Kwa hiyo utaweza kutengeneza juisi ya beetroot na rosera. Angalia kitu kipi ambacho wewe kitakwendea vizuri, kwa sababu wengine wanakuta beetroot zinawasumbua, kwa hiyo wanaziacha, wengine rosera. Kwa hiyo kati ya rosera na beetroot chagua kitu kimoja uweze kutumia. Tumia glasi yake asubuhi, mchana na jioni. Fanya hivyo mara kwa mara, itakusaidia kuondokana na maumivu ya kichwa. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kupatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazo tuma kila siku. Tuambie hapo chini wewe unahisi kinachokupelekea maumivu ya kichwa wakati wa ujauzito ni kitu gani, na uitumia njia gani kuondokana na hiyo changamoto. Tunasema sharing is caring. Unavyozidi kushare na sisi, basi ndio hivyo tutakavyozidi kuelimishana, tutaweza kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Kuna wanawake wamekuwa wakipitia hii changamoto. Sasa ni namna hapa ni namna bora ya kuondokana na changamoto ya maumivu ya kichwa ukiwa hapo nyumbani bila kutumia dawa za hospitali. Lakini pia tumeshaelezea kwamba dawa za hospitali kwa mjamzito
kwa kweli inakuwa sio nzuri. Kwa hiyo inabidi upate ushauri wa kutosha kabla ya kuchukua hatua ya dawa za kutumia, kwa sababu unavyokuwa unatumia dawa zinaweza zikakuathiri. Kwa hiyo usitumie tu dawa kwa kuwa watu wameongea mtaani, au kwa kuwa nenda hospitalini ili daktari ataweza kukushauri dawa gani za kutumia kulingana na hali yako ambayo uko nayo, kwa sababu atakushauri kulingana na hali ilivyo kwako na afya yako ilivyo kwako. Kwa hiyo ukiwa mjamzito, pendelea sana wewe na hospitali muwe karibu. Sasa hivi tumeletewa karibia hospitali kila sehemu, ndipo hospitali za kutosha. Kwa hiyo jaribu kutembelea hospitalini mara kwa mara kuweza kufahamu afya yako. Nikukumbushe, usisahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazotuma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.